الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mafundisho ya dini yetu, kujua wakati imewekwa kwamba ni jambo la wajibu kwa kila Muislamu, ajue yuko katika wakati gani na wakati ule unamtaka yeye afanye nini, afanye maamuzi ya namna gani. Hilo ni jambo la wajibu kwa kila Muislamu. Na kuonyesha uzito wake, ibada kubwa kabisa ambayo ni ibada ya sala imewekewa sharti ya ili sala isihi ni lazima ujue wakati, ili ikusaidie usije ukasali ya dhuhuri katika wakati wa alasiri, usije ukasali magharibi katika wakati wa alfajiri. Maarifatul waqti, lazima ujue wakati. Mmoja katika masahaba, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, imepokewa alimuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, ni amali ipi inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu, as-salatu ala waqtiha, ni kuswali katika wakati wake. Na ili usali katika wakati wake, manake ni lazima ujue wakati. Na kwa hivyo wanazuoni wakaweka kwamba sharti ya kusihi sala ni kusali katika wakati wake. Kwa hivyo kila Muislamu ana wajibu wa kujua wakati, kama ambavyo vile vile ibada kubwa ya sala imetuwekea utaratibu wa kwamba unawajibika kuitekeleza ibada hii kutokana na hali ulionayo katika wakati ule. Wanazuoni wakatuambia, na ndivyo dini yetu ilivyokuwa, haikupi uzito kufanya usichoweza, lakini kwa mujibu wa hali yako na mazingira uliokuwa nayo unapewa njia ya kukufanya uweze kutekeleza ibada. Na kwa hivyo imekuja katika Qur'ani, ikitokea tumekosa maji, tunaruhusiwa kukusudia mchanga ili kile kinachotakiwa katika ibada kufanywa kifanyike. Kwenye ibada ya sala, ikitokea kusimama ni nguzo katika sala, ikitokea kwa sababu fulani huwezi kusimama, kumewekwa utaratibu wa kukufanya ibada ile uitekeleze kwa mujibu ya wakati ulionao na kwa mujibu wa hali ulionayo. Sahaba anaitwa Imran ibn Husayn, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, yeye anasema alipata maradhi ya bawasiri. Alipopata maradhi yale, akamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu swala, swali vipi? Mtume akamwambia, swali qa'iman, swali ukiwa umesimama. Fa in lam tastati', kama hutoweza katika wakati huo na kwenye hali yako, fa qa'idan, swali ukiwa umekaa. Fa in lam tastati', kama hutoweza, fa ala jambin, uswali ukilalia ubavu, kwa mujibu wa hali na wakati aliyokuwa nao. Kwa hivyo kwetu sisi Waislamu, kujua uko katika wakati gani na wakati ule unakutaka ufanye nini ni jambo muhimu na ni wajibu kwetu sisi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata aliyokuwa mazuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul,
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuiusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muislamu mara zote anatakiwa ajue wakati anaoishi, na hili ni jambo la wajibu kwa kila Muislamu, ili anapojua zile zama na nyakati inamsaidia asije akaenda hija katika kipindi ambacho sio cha hija, asije akafunga Ramadhani wakati mwezi wa Ramadhani haujaingia, au asije akafuturu katika wakati wa kufunga. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa alikuwa akifanya uchaguzi, akichagua, na tunaambiwa ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn qattu illa akhadha aisarahuma, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haletewi kuchagua baina ya vitu viwili wakati wowote ule, isipokuwa huchagua kile kilichokuwa chepesi, chenye kheri, chenye faida, ma lam yakun ithman, maadamu kitu hicho sio dhambi. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufunza sisi kwa kutuambia, ihris ala ma yanfa'uk, popote utakapokuwa kimbilia, fanya haraka, fanya pupa kwenye jambo ambalo lina manufaa kwako. Wasta'in billah, nataka msaada kwa Mwenyezi Mungu. Wala tajiz, na wala usifanye ajizi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia sifa ya muumini, akasema almu'minu manfaa, muumini huwa ni manufaa matupu. Imma shaitahu nafaak, ukifuatana naye utapata manufaa. Wa insha wartahu nafaak, ukimtaka ushauri utapata manufaa. Wa insha araktahu nafaak, ukishirikiana naye utapata manufaa. Na kila jambo kwenye mambo yake muumini ni manufaa matupu. Sisi tujipime kwenye kipimo hicho, pamoja na kujua zama tulizomo, lakini tujipime kwamba sisi mara zote tuwe ni sehemu ya manufaa kwa namna alivyoelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akapiga mfano mwingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema mathalul mu'mini, mfano wa muumini, kamathali nahla, ni kama mfano wa nyuki. Hali isipokuwa kizuri chenye faida na manufaa, na hatoi isipokuwa kizuri chenye faida na manufaa. Wa waqa'at, na anapotua pahala kwa mahitaji yake, falam taksir, huwa havunji wala haribu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka sisi tuwe kwenye mfano huo, kama alivyosema pahala pengine, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu ni yule ambaye Waislamu wengine wanapata salama kutoka kwenye ulimi wake na kutoka kwenye mkono wake. Hivi viwe vipimo vya popote pale tunapokuwa. Kazini kwako watu wanasalimika na ulimi wako, au wewe ndo sababu ya kuumizwa wengine kwa ulimi wako? Nyumbani kwako
kwenye familia, popote pale utakapokuwa, ujipime kwa kipimo hiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema muumini mfano wake ni kama nyuki, hali isipokuwa kizuri, hatoi isipokuwa kizuri, na hatui pahala popote, akitua havunji wala haribu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة، وعن أزواج نبيك وعمي وسبطيه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.